Kipipiri ndio Moi aliongea kipipiri. Hapa Karau ndio Ruto ataongea pilipili hata yeye. Hata yeye ataonja pilipili oro Karau. Tutamuonesha sisi ndio tuko na kura, si yeye. Naam, Rais Daktari William Samoei Ruto anaendelea kupigwa na butwaa baada wa chama cha DCP kule Olkalau kuishinda chama cha UDA. Na Ruto amekumbwa na pigo la kisiasa baada ya kushindwa Olkalau, na Rais William Ruto anakabiliwa na shinikizo jipya la kisiasa kufuatia chama chake United Democratic Alliance yani UDA kupoteza uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau. Na matokeo haya yameweza kuzua mijadala mikubwa kuhusu mwelekeo wa siasa katika eneo la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ambapo ni mwaka kesho. Baada ya matokeo kutangazwa, baadhi ya viongozi wa upinzani walidai kuwa ushindi huo unaonyesha kupungua kwa ushawishi wa kisiasa wa William Samoei Ruto katika eneo la Mount Kenya ambalo awali lilikuwa ngome muhimu ya kisiasa kwa United Democratic Alliance yani UDA. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili taarifa nzima kama unavyoona kwenye screen yako Disciplined, kuwa Rais William Ruto ameweza kupata pigo kubwa kutoka Mlima Kenya, yani hakuamini Rigathi Gachagua ana nafasi kubwa katika eneo hili la Olkalau. Endelea tu kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili swala nzima. Je, unahisi kwamba mwaka 2027 William Samoei Ruto hataweza kupata kura kutoka Mlima Kenya ama atakuwa na wafuasi wachache kutoka Mlima Kenya? Tuandikie maoni yako tu hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamesema kuwa Rais William Ruto pamoja na serikali yake ya UDA wanaelekea pabaya mwaka wa 2027, kwa maana waliweza kuwahonga wenyeji wa Olkalau kama unavyoona kwenye screen yako na gesi na pia godoro, lakini wenyeji wa Olkalau walitaja na kusema kuwa pokea hongo, na wamepokea hongo, lakini kura bado ni kwa DCP. Lakini madai hayo ya tafsiri za kisiasa si uthibitisho kwamba nafasi ya Rais William Samoei Ruto imeweza kuzorota kwa ujumla nchini, kwa kuwa maeneo mengine bado wanamshabikia rais huyu William Samoei Ruto. Kwa upande wake, William Samoei Ruto ameweza kuzungumza hii leo na kutoa hotuba na kumpongeza ambaye ameweza kuchaguliwa kuwa mbunge na kuwa aweze kutekeleza wajibu kama mbunge na aweze kuchapa kazi, na ameendelea kutoa wito kwa utulivu na umoja wa kitaifa, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kuwagawa wa Kenya. Pia alimpongeza mbunge mteule wa Olkalau na kuhimiza viongozi kushirikiana katika kuwatumikia wananchi licha ya ushindani wa kisiasa. Wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa matokeo ya Olkalau ni ishara muhimu ya ushindani unaotarajiwa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 hasa katika eneo la Mlima Kenya, lakini wanaonya kuwa ni mapema kutoa hitimisho kuhusiana na ni mbabe ni William Samoei Ruto ama ni alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Endelea tu kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili swala nzima la Olkalau ambayo inaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, haswa hapo X. Olkalau inaendelea kutrenda hapo nambari 1, huku wananchi wa Kenya wakiendelea kuwasherekea wenyeji wa Olkalau kwa mchango wao mkubwa wa amani na kuonyesha kuwa wana uwezo. Betty Maina aliweza kuandika na kusema kuwa yesterday night we sat down with governors, senators, MPs and MCS who support the government from Mount Kenya. We are going to make major political decisions moving forward. Na hii ni ujumbe kutoka kwa mmoja wa viongozi wa Mount Kenya ambapo wameweza kumwangusha William Samoei Ruto, huku
huku wakizungumza kuwa viongozi hawa wameweza kuojiwa vikali na William Samoei Ruto kwa nini hawakuwezesha mwenyeji wao aweze kupata kura. Wahome Thuku ameandika na kusema, Dear William, from the outcome of Olkalau by-election and from our agreement that we shall treat the by-election as a precursor of 2027 elections, it is clear that you shall only get about 12% of Mulima votes. That is to say, out of about 8 million voters in the Mount Kenya region, you can only hope for about 1 million at the highest. Tunaelewana. Na ni mmoja tu wa ujumbe kupitia pale X, na viongozi wengi wameweza kutoa kauli zao mbali hapo X. Hata Nairobi Senator Edwin Sifuna aliweza kuandika kwenye mtandao wa X na kusema, hats off to the people of Olkalau. Everything was thrown at you, bribery, violence, intimidation, state power, but you stood firm. Congratulations to Sami Kamau and the entire DCP team for the resounding victory. Unavyoona wengi wameweza kuwasherekea wenyeji wa Olkalau kuwa licha ya wao kuweza kupewa hongo hapa na pale, waliweza kusimama na chama cha DCP, waliweza kusimama na Rigathi Gachagua na kusema kuwa watapokea hongo na kuwa hawatarudishwa nyuma na hongo ambazo walikuwa wamepewa, na kusema kuwa pesa ambao walikuwa wanapewa wataweza kusaidia mayatima na pia kupea viongozi ambao hawana pesa kujiendesha katika kampeni zijazo. Tuandike tu maoni yako hapo chini. Pia rais kupitia hotuba yake siku ya leo aliweza kusema kuwa wananchi waweze kuchagua viongozi kulingana na track record yao. Kama huyu aliweza kucomment na kusema, your track record is abductions and looting the country. Ask yourself, how many Kenyans have you since 2007? When will you stop it? We are not after track records. After all, you have done nothing good for this country. Maono na mpango ni kufanya kinyume cha yale unafanya. Simple. Na wengi wameweza kukerwa na hotuba ya Rais William Samoei Ruto akimpongeza Sami kwa kuchaguliwa kwa cheti ama ukipitia chama cha DCP, akisema kuwa wananchi waweze kuchagua viongozi kulingana na track record, wengi wakisema kuwa pia yeye hana track record nzuri tangu aanze kuwa rais. Lakini tuandikie maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.